Karibu katika Ramadhani. Alright. Karibu sana. Karibu. Basi niwakaribishe. Somo letu nasema ni lazima kila mwanadamu au kila mtu amsifu Mungu, amwabudu Mungu, amsifu Mungu, amshukuru Mungu. Lazima kila mwanadamu amsifu Mungu, amshukuru Mungu. Nilizungumza Jumapili, nikaahidi kwamba taweka tena kwenye Facebook, taweka kwenye YouTube, ili kwamba tuweze kwenda polepole, tuweze kuyaona katika wiki hii. Ndivyo tulipokubaliana. Lakini tulianza na jambo linalosema kuabudu kulianzia Edeni, na pale Edeni kulikuwa kuna mtu anaitwa Adamu na Eva, na kulikuwa na mtu anaitwa watoto wake Kaini na Habili. Sasa chanzo cha mwanadamu kufa baada ya Adamu kutenda dhambi, baada ya hukumu ya kifo kwa mwanadamu, ni kwamba Adamu mtoto wake wa kwanza aliitwa Kaini, mtoto wake wa pili aliitwa Habili. Sasa mauaji yakatokea pale ambapo walienda wawili kumwabudu Mungu. Kumwabudu Mungu tulisema kuwa ni wao katika kitabu cha Mwanzo, ile mwanzoni kabisa, mtu wa kwanza walipokuwa wanaabudu, wao walikwenda kumwabudu Mungu na vitu vyao, mali zao, mifugo yao, malimbuko ya mazao yao, moja sehemu katika sehemu zao za kulima, sehemu zao za mifugo walikwenda kumtolea Mungu, na katika dhabihu ile waliweza kutoa na Mungu aliweza kupokea. Lakini wakati huo Mungu aliweza pia kubariki na kupokea, lakini pia Mungu aliweza kukataa kwamba wewe hujafanya vizuri. Katika Agano la Kale lote zima wakitoa dhabihu ambayo Mungu ameipokea, moshi ulikuwa unanyoka kwenda mbinguni moja kwa moja. Dhabihu ambayo Mungu hajaipokea, moshi ulikuwa unasambaa, hauendi, unasambaa tu, unabakia. Maana yake ni wada kupokea. Lakini Mungu akipokea ilikuwa inaenda. Lakini sasa majibu yalikuwa hayachelewi pia, kwamba nimepokea sadaka yako. Moshi unaenda mbinguni, halafu sauti inakuja mbele ya malaika au mtu mwingine kwamba sadaka yako sasa imekubalika, umepata kibali. Kwa hiyo wao walikuwa wanamtukuza Mungu kwa namna hiyo. Na mnakumbuka tulisema tulisema Ibrahimu, Kaini alitoa, Abeli alitoa, Ibrahimu alitoa, Nuhu alitoa, na watu wengine wa kitabu cha Mwanzo mle walitoa. Sasa basi tunakuja kuona kwamba sisi wa Agano Jipya kuna damu iliyotolewa kwa ajili yetu, ambayo ni sadaka ya mwana kondoo ambayo haikuwa na ila. Hiyo ndiyo sasa iliyotuwakilisha katika utoaji, kujitoa msalabani kwa Yesu kumefuta kabisa kutoa dhabihu ya mwanadamu, dhabihu ya kitu chochote, dhabihu ya damu yoyote ile haifai isipokuwa tu damu ya Yesu. Na sasa tulisema kwamba Mungu ni mvumilivu na si mwepesi wa hasira. Tulisoma katika Kutoka 34 mstari wa 6. Kutoka 34 mstari wa 6. Mungu ni mvumilivu. Yaani tunaangalia sifa za Mungu. Kwa nini tumsifu Mungu? Kwa sababu Mungu ni mvumilivu na si mwepesi wa hasira. Kitabu cha Kutoka, somaji ya Mtakatifu. Amen. Kutoka sura 34 na mstari ule wa 6. Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu
wa makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe.